Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa ameahirisha shambulizi kubwa kabisa la kijeshi dhidi ya Iran ambalo alidai kuwa lifanyike Jumanne baada ya viongozi wa mataifa ya Ghuba kumshawishi kutoa nafasi kwa mazungumzo mapya ya amani yanayoendelea kati ya Washington na Tehran. Katika ujumbe aliochapisha Jumatatu kwenye mtandao wake wa Truth Social, Trump amesema amepokea maombi kutoka kwa Amir wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman Al Saud, pamoja na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan ya kusitisha mpango wa mashambulizi dhidi ya Iran kutokana na kuanza kwa kile alichokiita mazungumzo makubwa na ya dhati. Trump amesema viongozi hao walimweleza kuwa wanaamini makubaliano yanaweza kufikiwa ambayo yatakuwa yanakubalika kwa Marekani, mataifa ya Mashariki ya Kati na dunia kwa ujumla. Katika ujumbe huo, Trump amesisitiza kuwa sehemu muhimu ya makubaliano hayo ni kuhakikisha Iran haitakuwa na silaha za nyuklia. Kauli hiyo inaonekana kurejea masharti ya Marekani kuhusu Iran kusitisha urutubishaji wa uranium, ingawa Trump hakufafanua kama hatua hiyo itakuwa ya kudumu. Wiki iliyopita Trump alisema angeweza kukubali Iran kusimamisha urutubishaji uranium kwa miaka 20, tofauti na msimamo wake wa awali kwamba Tehran haipaswi kuruhusiwa kabisa kufanya shughuli hiyo. Trump amesema kutokana na heshima aliyonayo kwa viongozi hao wa Ghuba, amemwelekeza waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi Dan Kane, pamoja na jeshi la Marekani kusitisha shambulizi lililokuwa limepangwa kufanyika dhidi ya Iran. Hata hivyo, Trump ameonya kuwa ameliagiza jeshi lake kuwa tayari kuanzisha mashambulizi makubwa ya kiwango kamili dhidi ya Iran kwa muda mfupi iwapo makubaliano yatashindikana kufikiwa. Tangu kuanza kwa vita kati ya Iran na Israel Februari 28, Trump amekuwa akitoa vitisho vya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran mara kadhaa kabla ya kuvifuta, akidai kuwa mazungumzo yanaonyesha maendeleo. Kwa upande wake, Iran bado haijaonyesha dalili za kuwa tayari kusitisha kabisa mpango wake wa nyuklia, kupunguza programu yake ya makombora au kuacha kuunga mkono makundi ya washirika wake katika ukanda huo, mambo ambayo Israel imekuwa ikishinikiza Marekani kuyadai katika mazungumzo.